ni fursa kubwa sana sisi kwa wananchi wa Lindi. Na katika hili tunaishukuru sana serikali kwamba imeendelea kufungua fursa mbalimbali kwa wananchi wa Lindi, lakini wananchi wa taifa letu kwa ujumla wake. Na tunakupongeza wewe kama msimamizi mkuu wa shughuli za serikali kwa kuendelea kusukuma hizi shughuli zote za maendeleo katika mkoa wetu wa Lindi na taifa kwa ujumla. Kwetu sisi uwekezaji huu unaenda kuwa moja ya fursa kubwa sana, sio tu kwa uchumi wa wilaya ya Ruangwa, mkoa wa Lindi, lakini taifa kwa ujumla, lakini pia ajira kwa wananchi wetu. Sisi upande wa mkoa tunaendelea kuahidi kutekeleza sera zote za uwekezaji ambazo serikali inaziweka, lakini kuendelea kushirikiana na wawekezaji na kuweka mazingira rafiki ili wawekezaji wawezidi kuja katika mkoa wetu kuwekeza kwa faida ya taifa letu na wananchi wetu kwa ujumla wake. Lakini pia wananchi wetu tunatoa rai kwao kuendelea kushirikiana na wawekezaji hawa ili wazidi kuja wengi zaidi katika mkoa wetu wa Lindi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi mkoa wa Lindi kwa jumla yake na wananchi wote tunashukuru sana kwa jitihada hizi ambazo mnazifanya, na tunahakikisha kwamba taratibu zote zitaendelea kufuatwa na sisi tutaendelea kuzisimamia ili wawekezaji wazidi kuja, lakini na mazingira yawe rafiki zaidi kwa uwekezaji. Kampuni ndio inaanza na inaendelea na ujenzi. Itakapokamilisha sasa, tutapata nafasi ya ndugu zetu majirani wa hapa Ngao na Ndagala, Chimbila zote A na B, lakini Ruangwa kwa ujumla kulingana na nafasi watapata nafasi ya ajira. Na mkakati wa serikali yetu inaongozwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuongeza ajira kwa Watanzania. Moja ya mkakati ni kuruhusu wawekezaji kuwekeza, na hasa uwekezaji unaotaka watu kufanya kazi, wataalamu na wasiokuwa wataalamu, wote kupata ajira kwenye maeneo haya. Huo ndio mkakati wa serikali. Kwa hiyo wana Ruangwa tumepata fursa, tuna kiwanda hiki, tuna Ilianje nimepita, Lindi Jumbo, tumeona Watanzania wengi wamepata nafasi ya kuingia, wale wenye utaalamu, lakini na zile kazi ambazo hazihitaji utaalamu. Kwa hatua ya awali naona wataalamu wetu mpo, mmevaa kofia za kazi. Mnaendelea na kazi. Nyie mmepata fursa ya awali, chapeni kazi. Tunahitaji tuwahakikishie hawa wawekezaji kwamba Tanzania, sisi wa Tanzania tunaajirika na tunaweza kufanya kazi hizi kwa nidhamu ya hali ya juu, uaminifu wa hali ya juu, weledi kwa maana ya uwajibikaji wake. Mkishafanya hayo, mnafungua milango kwa wengine ambao wanahitaji fursa kama hizi. Lakini nyie mkiharibu, hawa wataamua kuja na wengine wanaoamini kwa ni waaminifu, tunapoteza nafasi. Ruangwa inayo fursa ya graphite. Makampuni mengi yamejitokeza kuja kuchimba graphite. Kati ya makampuni 6 ambayo tunayajua, ni 3 tu ambayo ndio wameshaanza utekelezaji. Tuna Lindi Jumbo, tuna Ilianje Company na hii Lindi Graphite Technology. Tuna makampuni yaliyoanza ukaguzi, lakini mpaka leo bado hawajaanza kazi, ikiwemo na Paco Games. Toka mwaka 2009 mpaka leo hakuna maendeleo na hatuna taarifa yoyote inayoendelea. Lakini tuna Uranex pale Chunyu, wameshafanya compensation kutoka mwaka 2012 mpaka leo hii hakuna maendeleo yoyote. Tuna Nachu ambayo pia mpata nafasi na heshima ya kusaini mkataba mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Ngwena, mpaka leo hii wamepotea na hawana taarifa, pamoja na heshima waliopewa ya kusaini mikataba na Mheshimiwa Rais, lakini bado hawana taarifa yoyote ile. Sasa kampuni yako ambayo imeanza ukaguzi mwaka 2024 ikapata matokeo 2024 hiyo na kuomba vibali mwaka 2024 hiyo na wizara ikatoa vibali, leo mmeanza utekelezaji wa ujenzi na mmefikia hatua hii, nyie mnapaswa kupongezwa na mnapaswa kuwa mfano wa makampuni haya mengine tata. Mimi naweza kuita makampuni tata, wanakuja hapa kupata ardhi, wanazuia shughuli za wananchi, halafu hakuna kinachoendelea. Pongezi hizi zipokee,
na zifikishe kwenye management yako. Na kwa kweli tunawapongeza kwa sababu tumeona maendeleo ya ujenzi unaendelea kwa kasi. Taifa letu lenye rasilimali hizi zinahitaji wawekezaji wa aina yenu ambao mnaonyesha mahitaji ya ardhi. Baada ya uchunguzi, serikali inawapa vibali vyote na mnaanza utekelezaji mara moja, kuliko haya makampuni ambayo yanapata ardhi halafu yanakaa miaka nenda rudi. Niwaagize Wizara ya Madini kuhakikisha kwa makampuni yale Nachu, wale Uranex na Paco James watuambie hatima yao, vinginevyo warudishe ardhi iende kwa wananchi. Hatuwezi kukaa na wao kutoka mwaka 2009 mpaka leo. Wameizuia ile ardhi, haina maendeleo yote. Tena wanazuia hata wananchi wadogo ambao wanahitaji kuchimba kwa kigezo cha sheria kwamba wao wameichukua ile kwa ajili ya uchunguzi. Mpaka leo hii hawafanyi jambo lolote lile, na wananchi hawaingii. Wakiingia wanawakataza kwa sababu ya sheria hiyo, huku wakiwa hawana jambo lolote la kufanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na watu wa Kamishna wa Madini, hakikisheni hili tunalichukulia hatua sasa. Maeneo yale matatu